Hapo naomba unisikilize vizuri. Mimi sio kwamba nilikuwa sitaki kuishi na wewe. Kumbuka mambo aliyonifanya baba yako. Ningekuwa sitaki kuishi na wewe ningeendelea kukulea au kubabaki na ile mimba. Si ningetoa hata mimba. Baba yako alinifanyia vituko kila aina, lakini niliendelea kukaa na wewe mtoto wangu. Nakupenda. Lakini leo hii unakuja kuniambia maneno kama ya hayo ya kijiweni, unaniambia mimi. Sasa hapo nataka nikwambie, kumbuka mimi ni mama yako mzazi. Kwa hiyo maneno yako ya kijiweni unaniletea mimi, naomba iwe mwanzo na mwisho. Na ujue kwamba unaongea na nani? Unaongea na mama yako mzazi ambaye ndio mimi hapa. Sitaki kusikia upuuza mitaani. Na sitaki kusikia ujinga wa kijiweni. It's okay, mama. Wewe ulikuwa na shida na baba, mkutaka kuishi pamoja, chochote kilichotokea. So, wewe ni nani? Tusifanye mambo yawe mengi. Ninaomba haya yaishe, tuangalie maisha mengine. Tutakuwa tunalumbana mpaka lini Apollo? Mimi nakupenda. Wewe ni mtoto wangu. Kwa nini tu tunalumbana? Kwa nini tusiamalize? Na kwa nini tusiache hizo tofauti zetu? Na nisikiliza nikwambie kingine, ukiendelea kunifanyia hivyo, basi mimi nitaondoka nilikotoka. Naomba unisamehe mimi. Sitorudia, nimeropoka tu. Lakini ni kwa sababu nimekuwa nikitumiwa na wanawake wengi sana wakidai kuwa mimi ni kijana wao. Lakini mwisho wa siku waliniacha na maumivu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hao uliowatumia au waliokutumia ni wa mama feki. Mimi ndio mama yako mzazi niliyokuzaa. Mimi umekaa tumboni kwangu miezi 9, nimekuzaa mimi mwenyewe. Kwa hiyo unavyoongea, kumbuka kwamba unaongea na mama yako. Achana na hao. Kwa hiyo mwanangu, yaishi. Mimi naomba tuishi vizuri. Wewe ni mtoto wangu, tuishi vizuri babangu. Nakuomba. Nakuomba sana. Yaishi. Tukae tuzungumze. Kila siku sisi tutakuwa tunafanya matofauti. Kwa nini? Wakati mimi mama yako. Na unajua jinsi gani ninavyokupenda mtoto wangu. Unajua. Yaishi babangu. Umenielewa? Mimi sio kama mama hao. Mimi ni mama yako kabisa. Hao ni kopi. Mimi ni mama yako kabisa. Nimekuzaa. Embo nipe na mimi nijaribu kumlisha, huenda akakubali kula. Dad, please. Please, Dad, naomba ule. Kula. Please, Dad, please. Please, Dad. Napidi ule baba. Zuri.
Kwa nini anagoma kula? Sijui. Hivi hakuna chakula special ambacho alikuwa anapenda kupikiwa kabla hajaumwa? Hakuna? Kipo. Okay. Umefuata nini chumbani kwangu? Nilikuja kuangalia kama umelala nikuage mama. Wewe usimeniacha mimi sebuleni pale nimekaa, umekuja chumbani kwangu kufanya nini sasa? Okay, ma. Usikumana. Nimeshakutandikia kitanda, unaweza kupumzika.
keki mwanao? Ina tatizo gani? Mama, tatizo gani? Maana toka umerudi umejifungia tu humu ndani, hata chakula hujala. Niambie mwanao, kuna shida gani nikusaidie? Au umekorofishana na marafiki zako? Hapana mama. Nimeharibu maisha yangu kwa ujinga wangu mwenyewe. Wewe uliniaga hapo ukasema unaenda kwenye interview ya ubalozi. Au umeikosa hiyo interview ndo maana unalia? Walikuwa na picha zangu za utupu na yule mtu mbavu amesema hawezi kunipa kazi kwa sababu ya picha zangu za utupu. Wow. Wow. Hebu njoo. Sikiliza, usijali, hayo yatapita. Umenisikia? Kukutwa na picha za utupu, hiyo sio mwisho wa maisha mwanangu. Umesikia? Nimezalilika mama. Najua, hayo yatapita. Umesikia? Yataisha mwanangu. Hebu acha kulia mwanangu. Mambo gani ya kuendelea kujifungia humu ndani kwa vitu kama hivyo? Hebu futa machozi. Chakula hiki. Mishibu. Sasa hapo utaniudhi mwanangu. Kweli? Hebu kula kidogo. Kula kidogo. Nakula nyama. Nakula nyama? Toka asubuhi mtu ujala kweli jamani. Mimi ndizi. No, mimi kwa wewe najua kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, jambo letu unalifahamu. Kwa hiyo mimi kila kitu kiwe sawa na fanya vile ambavyo sio tu fine. So, tuanze hapo. Kwa unataka kupika vyakula vya Kimarekani? No. Listen, tuko hapa kwa ajili ya dad. Thank you. Yeah. Yeah. Nachukua vitu gani? Nyanya. Okay. Oh. Nyanya. Gold. Okay. So we have this. Unaisha vizuri. Okay, sawa. Kwani ameamini ya? Ikio katupikia ng'ombe. No, haiwezekani bwana, usifanye hivyo. Haiwezekani. Sasa mimi najua utapika kitu ambacho ni kizuri. Sitegemei kama utapika mapishi ambayo hata umpendeza baba. Yeah. Unajua nini? Wewe ndo No. Wewe ndo umekuwa hapa kwa muda mrefu. Sasa mchanganya. Yeah. You here na kitoa mimi. Nini maana muda mrefu? Hey, Zuri, no. Don't do that. Don't do that. Kweli. Nikupe sign. Yeah, sure. Sani. Ngapi? Moja. It's okay. We'll pay for. Inabidi uwe msafi. Usimwage maji hapo. Okay. Sasa sitajuaje? Si ndio hivyo unaelewesha. Sisi ndio. Usimwage maji hapo. Okay. Sawa. Kama hivi. Sawa. Okay. I feel you so. Right. So please be careful. So.
usije ukaunguza mikono yako. Yes. Afu. Wait. Nani kufundisha kupika? Mimi sijui kupika. Mimi niko na wewe ndo utakayepika. Lakini nataka upike chakula kizuri. Lazima vitu vingine viendelee. Unajua? Yes. Wait. Oh. Hivi? Yeah. Unapenda maziwa ambayo yani ambayo ni ya baridi ndio. Unajua? Wakati nipo huko Gaibuni, kuna ukipindi sana nilikuwa nikipika. Na miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa nikivipenda, ninapenda sana maziwa. So nilikuwa nikinywa mara kwa mara kweli tena. Yeah. Sawa. Ndio kitu pekee mimi na enjoy zaidi. Yeah. Yeah, so don't you like it? Sio baya. Okay. Ushaikula ugali? Ni tamu. So, I am going to cook. Okay. Unajua ugali? Naujua. Wala sio juu. Sorry. No. Hey. No, yeah. Sioni. Uoni. No. Sioni. Ipulize. Sioni. Yes, Malik, hi. Where you at? Please come around. I need to see you right now. Yaani alikuwa nakuona mjanja, lakini nimekuja Tanzania hamna chochote ulichokuwa umefanya. Lakini hakukuwa na sababu ya wewe kurudi Tanzania. Tena sio mimi tu. Kale kadem kao ka kizuu kale. Alitaka nije nao. Sasa aje huko kufanya nini tena? Patuje wote. Anyways, lakini hiyo sio mada hapa. Amali anaendeleaje? Auntie. Kiukweli hali ya mzee ni mbaya sana kwa sasa. Na sijui hata nifanyeje, sijui. Yaani yule hakuna hata hospitali ya kumtibia hapa. As long as uko chini ya yule shetani wake kwenu, itakuwa ni ngumu sana. Ukiwa na maana gani? Sijafanya maamuzi papi, lakini nilikuwa nafikiria tumpeleke labda nje ya nchi. Naweza akawa katika hali nzuri. Amal hawezi kukubali hilo kabisa. Kwa jinsi ulivyonielezea, hayuko kwenye situation ya kukubali au kukataa. Wewe ndiko Uingereza na kumbuka tuliongea. Kwa maamuzi ni yetu. Lakini auntie, uoni kama tutampeleka mzee huko? Uoni kama tutakuwa tumempa uhuru zaidi kwenu? Nimerudi Tanzania na nilikuwa nafikiria kuchukua nafasi ya kwa CEO. Lakini
Ulisema mimi ndo nitakuwa CEO wa kampuni. I know, but you know, anyways, nafikiri huu si wakati sahihi wa kuangalia nani awe CEO. Mchepuko wako. Okay. Anyways, ulipata nafasi ya kwenda kumwangalia CFO gerezani? Ndio. Lakini bado hajawa msaada mzuri kwangu. I'm sorry, auntie. I have to go. You can't really be serious. I have to go. Shikamoo bosi. Tangu lini ukaniamkia? Wewe nilikwambia nini kuhusu Amari? Kwamba ni wewe peke yako ndo unatakiwa kumhudumia Amari. Inakuwaje Zuri na Maliki wanaingilia kazi yako? Madam, mimi napika lakini bosi hali chakula changu. Anakula chakula ambacho napika keki na Jiko ni la kwako, Zena. Hivyo vyote vile hairuhusiwi mwanafamilia kupika. Madam, itakuwaje kama bosi akitushtukia? Anatushtukia vipi ikiwa hii issue tunaijua mimi na wewe tu? Nimefikiria tu hilo kwa sababu sasa hivi hali chakula ambacho mimi napika. Akishtukia badilisha mchezo. Weka dawa kwenye maji yake ya kunywa.